Mimi kwa majina naitwa Alhaji Adam Masudi Mtole, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nyang'hwale mkoa wa Geita, na ni mjumbe halali wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Mimi yule siwezi kumzungumzia, hayo nayo ni mawazo yake yeye alivyotoa, lakini niseme tu kwamba labda hao ndo kina Martha Karua. Chama chetu kina utaratibu. Kwanza huyo mchungaji uliyemzungumzia, yeye ni kwanza ni mchungaji ambaye ni kiongozi wa kiroho, anaendesha taasisi ambayo ni kubwa sana na waumini wengi. Lakini ni mneki. Kwa upande mwingine ni mwakilishi wa wananchi. Na mimi nilani tu kile kitendo, kwa kweli kwanza hakutumia hekima na busara. Yeye kama mwana CCM, chama chetu kina utaratibu. Lakini bado anazo sehemu nyingi ambazo za kuweza kutoa maoni na ushauri akasikilizwa. Sio kwenye public na kwenye media. Kuna ubaya wote kuzungumza na public ama vyombo vya habari kueleza hisia zake, na alisema yeye anazungumza, anazo kofia nyingi, lakini anazungumza kama mwananchi Mtanzania. Hapana, utaratibu hauko hivyo. Wewe kama kiongozi ambaye umepewa ridhaa na dhamana ya kuongoza jamii, haitaki kufanya vitu kama hivyo. Wewe ukifanya hivyo, na mwananchi wa kawaida afanye nini? Na lazima akumbuke kwamba yeye ni kiongozi, bado ni kiongozi wa kiroho, na huwa wana muda wa kwenda kukutana na mkuu wa nchi. Wanatoa mawazo yao na maoni yao, wanashauriana, wanamaliza mambo, wanaingia mzigoni. Lakini pia bado ni mbunge, ana nafasi hata bungeni kumuona waziri mwenye dhamana wakateta. Lakini bado hata kwenye chama ni mjumbe wa kamati ya siasa, kwenye eneo analotoka ni mjumbe wa kamati ya siasa. Lakini hata kwenye vikao vya chama vya juu bado yeye anaingia mle, anaweza akatoa ushauri na ushauri ukasikilizwa. Na kwa kweli niseme tu kwamba huyo mchungaji, chama chetu amekikosea heshima sana. Hakupaswa kufanya hiyo wala kuitoa. Na ikumbuke kwamba huyo kiongozi wa kiroho, yeye tuchukulia mfano ni mtu ambaye unaenda safari, jua limepiga sana na una njaa sana iliyopindukia. Ukafika sehemu njaa sasa imekuchukua sana, ukaamua kukaa kwenye mti, na mti mwenyewe ni mchongoma, ukauona kwamba huu na kivuli sahihi. Nikikaa walau dakika 5 hapa takuwa nimepata nguvu. Kwa hiyo akaenda akakaa pale, na akakuta bahati nzuri kuna gogo limelala vizuri. Akakaa pale, na ule mti ni mchongoma na una kivuli kikubwa. Baadaye alipoangalia kulia kwake, akaona embe dodo limeiva. Tena zuri kabisa kubwa. Basi akaokota pale, akala, akashiba. Baada ya kushiba, akavua suruali, akaamua kutoa haja hapo. Una maana gani? Akasahau. Nina maana gani? Yes, ni kujibu. Gwajima aliingia kwenye kura za mwaka 2020 uchaguzi mkuu kama mgombea ubunge wa jimbo la Kawe. Aliyeongoza kura alikuwa ni mpo wake na Hati Magufuli, anaitwa Furaha. Ni mkemia mzuri tu. Akafuata mwingine namba 2. Gwajima alikuwa ni mtu kama watatu kama sikosei. Alikuwa na kura 30. Lakini alichokifanya hayati, akaamua kumwacha wa kwanza ambaye ni mpo wake, na wa pili akamwacha, akaenda akamchukua Gwajima. Pengine aliona kuna kitu kwa Askofu Josephat Gwajima. Kwa ni kiongozi wa kiroho, anaweza akatusaidia hata kama akitoa ujumbe unafika kwa mara moja, sababu anakutana na watu wa kila aina. Na ndio maana akatoa ujumbe huu kwa hivi sasa kwamba hali ya utekaji na kupotea kwa watu hapa nchini Tanzania imekithiri, na ndio maana akatoa ushauri. Ujumbe hautolewi hivyo. Unatolewaje? Kwa mfano mwenyekiti wa wilaya ya Nyang'hwale CCM, aliona kwamba kuna haja ya kufanya hivyo, angefuata utaratibu. Upi? Yeye kwanza hajatoa ushauri, ametoa kama maelekezo. Na huwezi ukao unamtolea mkuu wa nchi mfano wa hovyo namna hiyo. Hiyo kitu haikubariki. Cha kufanya kwanza, kinachotakiwa asimame hadharani, sababu amekikosea Chama cha Mapinduzi. Na sisi akisimama hadharani kumuomba radhi mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, atakuwa ameomba radhi kwa wanachama wote, mpaka sisi viongozi wa chini. Hicho kitu alichokifanya sio sawa. Yeye alikutana na hilo dodo akiwa na njaa. Sasa amekula, ameshiba, anataka kutoa haja hapo. Hatuwezi kwenda kwa staili hiyo. Taasisi ya urais ni taasisi kubwa sana. Sisi tunaiheshimu. Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza amepitia kipindi kigumu. Amepokea nchi kwenye kipindi kigumu. Anahitaji kwanza kubembelezwa, kuliwazwa, lakini pia kupongezwa kwa kazi kubwa ambazo anaendelea kuzifanya. Sio rahisi kwa mwanamke, mtu umeondokewa na aliyekuwa rais wako, wewe ni makamu. Bado siku 2 unaenda kuapishwa, haya sasa wewe vaa hiki kiatu. Na ameperform.
Sasa hawa watu wenye kauli hizi wanataka kutuharibia image ya taifa letu. Hatuwezi kukubali sisi kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wetu anafanya kazi kubwa sana na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumlinde kwa mboni zote. Hawa wanaojichanganya na kuleta kauli chafu kwenye chama chetu, basi ndio hivyo tena. Sisi tuna taratibu zetu. Mtu kama una hoja yako ya msingi, taratibu zipo, kuna vikao. Na bahati nzuri vikao vinaanzia kule chini. Yeye anatoka kwenye ubalozi mpaka tawi, mpaka kata, mkoa, wilaya, mpaka taifa. Kote huko kuna mlolongo wa vikao, kuna nafasi ya kushauri tena bila gharama. Sasa inakuwaje unaenda kutoka hadharani kwenye media unamtolea mfano mchafu mkuu wa nchi? Hiyo haikubaliki kwa kweli. Mimi kama mdau, kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, hiyo kauli kwa kweli imeniuzi sana kwa kweli, imeniuzi mno. Gwajima aombe radhi. Ametukosea sana wana CCM, sana tu. Huwezi ukatoa kauli kama hizo. Mwakilishi wa wananchi uliyepewa ridhaa, zamana, kiongozi wa kiroho. Kuna taratibu hayo kama unaona mambo hayaendi sivyo. Na ndio maana tuna vikao. Hasa alichokifanya ndugu yetu kiongozi wa kiroho tunayemwamini kwamba anahubiri mambo ya amani. Sasa wewe nakuwaze tena unakuwa chanzo cha mgogoro. Swala la utekaji mimi siwezi kulizungumzia. Na niseme tu kwamba labda tutumie lugha nzuri tu ambayo kwamba kupotea kwa watu. Mtu anaweza akapotea tu kwa namna moja ama nyingine. Na sio Tanzania tu. Hata Burundi inaweza ikatokea, hata Kenya inaweza ikatokea, DRC inaweza ikatokea. Sio lazima kwa Tanzania tu, na Tanzania sio ya kwanza. Haya mambo yenyewe yapo. Na haya mambo ni lazima tujue. Mnapokuwa kwenye vita, kwa hiyo watu huwa wanatengeneza kila aina ya hoja ili aliyeko mstari wa mbele waweze kumzoofisha. Mtu anaweza akatumia lugha kama hiyo kali kwamba utekaji una ushahidi gani kwamba nani anateka? Lakini tumeshuhudia mwenyekiti, subiri kwanza niendelee. Kumradhi, tumeshuhudia, tumeona matukio kadha wa kadha kama vile mzee Ali Kibao pale Dar es Salaam. Dhahiri shairi ni kutekwa, ametolewa kwenye basi na kesho yake akakutwa amekufa, ameokotwa. Naam. Hata jambazi anaweza akatumia hizo njia, mkasingizia vyombo vingine. Sasa pengine jambazi naye ana njia nyingi. Pengine sasa vyombo vya usalama nini wajibu wao kuhakikisha kwamba matukio haya sasa hayatokee na watu wakawa na amani, kwa sababu sasa pengine watu wanakosa amani kuona kwamba leo kwa fulani pengine kesho kwangu. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa sana, tena kwa 100%. Wale watu kwa kweli inatakiwa kwanza tuwapongeze. Kwanza ukiangalia sisi wa Tanzania tuko zaidi ya milioni 62. Lakini wao hawazidi 40,000 nchi nzima. Kwa kweli tuzidi kuwapongeza, na nchi yetu ya Tanzania ni nchi yenye amani sana. Kwa hiyo yanapotokea mambo aiza ya kutengeneza sisi kwa sisi, tusiwanyoshee sana vidole vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi naamini kabisa wanatekeleza majukumu yao kama kawaida, kama ambavyo walikula kiapo. Lakini inatokea tu leo genge fulani, labda la kihalifu. Kwani mtu kujifanya ni chombo cha ulinzi na usalama, mbona kitu cha kawaida kama nalake jambo? Hata mimi hapa naweza nikajifanya, nikatimiza azima yangu. Unaona bwana? Kwa hiyo haya mambo tusivinyoshee mikono wala kidole. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa sana. Wajibu wake. Haya mengine unakuta sasa ni ya kutengeneza, hata kama nimetoa mfano, hata mtu genge fulani linaweza likaekiti, lakini ananyoshewa kidole na kulaumiwa. Kama chombo cha ulinzi na usalama, utaratibu hauko hivyo. Nchi yetu tunaishi kwa misingi ya kuaminiana na kuheshimiana. Leo hii watu tunapoenda sasa kuunda dola, ni mambo vituko ni vingi kwa kweli vinatokea ambavyo havifurahishi. Unaposema kwamba eti watu kutekwa, nani ametekwa? Unaweza kukuta tu sinema inatengenezwa ili kuzoofisha serikali iliyoko madarakani. Na kuna wengine mbona walishazilika kwamba wanatekana wao kwenyewe. Mtu unakuta anamteka mtu, halafu anapiga simu kwamba nimetekwa, tuma hela kiasi fulani. Unakuta aliyefanya hivyo ni watu wao kwa wao. Sasa kuna wakati inatakiwa kwa kweli vyombo vyetu tuvipongeze, tuwatie moyo, wanafanya kazi kubwa.